ni vizuri pahali kuna embassy yetu, wajulishe embassy yetu kwamba wako kule na wapeane contact zao, ndio tusaidiane. Na tumekuwa na visa kama hivyo hata katika mataifa mengine upande wa Middle East, na wengine wamepatikana kule sehemu mbaya sana kule Myanmar, wameingia kwa mtego wa human trafficking. Kwa hivyo ni lazima, na wengi ni vijana ambao wana nguvu. Kwa hivyo tunawaambia tu wacha tusaidiane, tafadhali tusaidiane, tusifikiri kwamba kila mtu ana nia njema. Asante. Naam, asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kuweza kuitikia masuala hayo kutoka kwa mwenzangu Joe Hakonga Junior. Kwa sasa tungependa mwenzangu Benjamin Andanje kutoka Luya TV, labda ana yale ya kuendeleza mambo ya mataifa ya nje ama labda kuhusu swala mada UDA. Asante sana Robert, pia vile vile Joe na mkuu wa mawaziri. Itakuwa ni mara yangu ya kwanza pia kuzungumza hapa, lakini niseme ni asante. Na nikitoka katika haya masuala ambayo tumekuwa tukiyazungumzia mambo ya kigeni, lakini turejee sasa katika siasa za chama hichi cha UDA, na hasa nitarejea katika upande huo magharibi. Mheshimiwa, umeona kwamba tumekuwa na hali ya hapa na pale. Wakati kulikuwa na wakati Raila Amolo Odinga alikuwa, ngome hii ilikuwa ni ngome kubwa sana ambayo ukiangalia ilikuwa ndio upato mkubwa ambao rais alipata kura, na yeye katika kupitia chama cha ANC pia kulikuwa na kura pale. Labda kwa kwanza tutarajie nini, kwa sababu chama hiki cha UDA katika kaunti hii ama magharibi humu mwa Kenya, tutarajie nini? Labda kabla sijakuja kwa swali lako, wacha tu niongeze kitu kimoja. Hivi karibuni napanga ziara ya kwenda Urusi ili nifuatilie sana na serikali ya Urusi kwamba tushirikiane ili Wakenya wasiingie kwa hali ya hatari. Na ukikumbuka pia Mheshimiwa Rais pia amezungumza na serikali ya Ukraine, kwa sababu Wakenya wengine pia walikuwa wameshikwa kule kama prisoners of war. Kwa hivyo tunatumia mbinu za kidiplomasia kujaribu kuokoa wale ambao wako kwa shida. Sasa tukirudi kwa UDA, kwanza nataka niseme hivi. Mimi naambia watu wa magharibi kwamba chama ambacho kitakuwa na umaarufu zaidi tukienda mbele ni chama cha UDA. Na tunakaribia uchaguzi wa 2027. Wakati huu kuna kura za mashinani zinaendelea kwa chama cha UDA. Mimi nataka niwasihi watu wajisajili na UDA, watu wajaribu sana kuingia kwa polling stations, members. Kuna portal ama kuna teknolojia sasa unaweza kuwa member kupitia kwa njia ya kiteknolojia. Naambia wenzangu katika eneo hii na kwa Kenya nzima, mtumie nafasi hii kuwa mwanachama wa UDA. Na kuna visa tumepata kwamba wengine wamejisajili na wengine wanaulizwa maswali kwa sababu labda bado wako kwa vyama vingine. Wale ambao wako kwa vyama vingine, kama unataka kuingia kwa UDA wakati huu, mimi najua kwamba hata ofisi ya ORPP baada ya jina lako kupelekwa kule, wametuma ujumbe kwa simu zenu kusema confirm kama unataka uingie kuwa mwanachama wa UDA, kwa sababu sheria ya data protection hawezi lazimisha. Lakini najua wengi wamepata huo ujumbe. Mimi nataka niwaambie kama umepata huo ujumbe, dhibitisha haraka ili uingie uwe mwanachama wa UDA kamili. Jambo la pili, kwa by elections ambazo zimekuwa hapa juzi, zile zilikuwa tukizungumzia, viti 7 vilichukuliwa na UDA Kenya nzima, ama kwa broad based zote, UDA na broad based. Mimi naambia wenzangu
tusiwe watu wa kufanya kazi na Mheshimiwa Ruto kupitia kwa proxy. Hatutaki mambo ya middleman. So unajua kwa biashara wanasema kuna middleman. Sisi hatutaki mambo ya middleman. Ile broker wa katikati. Sasa ni wakati wa eneo hii kuwa na direct connection na chama cha UDA. Na sasa wacha nikwambie. Tumetoa message, tumetangaza kama UDA kwamba tarehe 4 mwezi ujao, leo ni tarehe 30. Tarehe 4 ni siku ngapi? 5 zinazokuja. Itakuwa Wednesday. Next week. Tumetangaza kwamba all aspirants ambao wanataka kugombea kiti chochote kupitia kwa tikiti ya UDA, iwe MCA, iwe ubunge, iwe viti vitano, 5 positions, zile zinajulikana. Hata presidency kama wewe unataka, uweke application yako kwa portal tarehe 4 mwezi ujao. Tutakuwa na mkutano wa candidates ama aspirants wote wa UDA kwa taifa nzima. Na wacha sasa ni kushangaza. Kufika usiku wa leo. Wale ambao wameonyesha interest katika Kenya nzima ni aspirants 7,272. Na hii namba inazidi kupanda. Huenda ikifika Wednesday, labda tutakuwa tumefika 12,000 ama 15,000 ya wale ambao wanatafuta kiti cha kisiasa kupitia kwa UDA. Na hapa magharibi tumefika 857 candidates. 857 candidates ambao wanatafuta uongozi kupitia kwa tikiti ya UDA. Wewe niambie, chama gani kingine kitakuwa na nambari kama hizo? Itakuwa shida sana kupata chama kingine ambacho kitavutia watu vile UDA inavutia watu. Na tukisalia tu hapo mheshimiwa, kuna hii ndoa ambayo iko kati ya ODM na UDA. Labda kufikia sasa ndoa hii ukiangalia kwamba kuna hali ya hati hapa katika chama cha ODM, na labda mmejipanga vipi katika ndoa hii kama mkuu wa mawaziri na vile vile ulia karibu na rais? Labda mmejipanga vipi upande wa magharibi na Kenya nzima kuweza kuhakikisha kwamba hii ndoa inasalia pamoja ifikia hapo mwaka 2027? Juzi tulipokuwa na mkutano kule wa Governing Council wa chama cha UDA, kiongozi wa UDA ambaye ni Rais William Ruto alipewa idhini na National Governing